قال رحمه الله تعالى: الرابع التزود النافع في شعبان، ni kuandaa zawadi yenye manfaa katika mwezi wa Shaaban. Ni mtu kufanya maandalizi ya kutosha katika mwezi wa Shaaban. Qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, yajtahidu fi Shaaban bisiyam, akijitahidi katika mwezi wa Shaaban kwa kufunga. Mtume alikuwa akifanya juhudi ya kufunga katika mwezi wa Shaaban. Wa salihil a'mal, na kutenda matendo mema. Mtume alikuwa akijitahidi kutenda matendo mema tamhidan li shahri Ramadhan, na hii ilikuwa ni kama utangulizi kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani. Ilikuwa anafanya mazoezi yatakayomsaidia kuweza kufanya vizuri katika mwezi wa Ramadhani. Qala li'ilmihi anna Sha'bana shahrun yaghfulu fihi an-nas, kwa kujua kwake Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba mwezi wa Sha'ban ni mwezi ambao yaghfulu fihi an-nas, wanaghafilika ndani yake watu, baina Rajab wa Ramadhan, baina ya mwezi wa Rajab na Ramadhan. Waturfa'u fihi al-a'malu ila Allah, na yananyanyuliwa ndani ya mwezi wa Shaabani matendo kupelekwa kwa Allah, fi sairi al-ayami, katika baki ya masiku. Fakana yajtahidu, akawa Mtume sallallahu alayhi wasallam anajitahidi fihi, ndani ya mwezi wa Shaaban, fawqa ijtihadihi fi kathirin min shuhuri al-aam, zaidi ya juhudi yake katika miezi mingi katika miezi ya mwaka mzima. فعن عائشة رضي الله عنها، كتوكك أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقيقة متومة والله صلى الله عليه وسلم، كان لا يصوم من السنة شهرا، alikuwa hafungi katika mwezi, katika mwaka mwezi wowote. Kana la yasumu min as-sanati shahran, alikuwa hafungi katika mwaka mwezi wowote, ay ghaira Ramadhan, kimaanisha mwezi mwingine kinyume na mwezi wa Ramadhan, illa Shaaban, isipokuwa alikuwa akifunga Shaaban. Fa innahu kana yasumu Shaaban kullahu, kwani hakika yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifunga Shaaban yote. Kana yasumu Shaaban kullahu, alikuwa akifunga mwezi wa Shaaban wote. Wa an Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu qala, na kutoka kwa Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma amesema, qultu ya Rasulullah, nilisema ewe Mtume wa Allah, lam araka tasumu shahran min ash-shuhuri ma tasumu min Sha'ban, sijakuona ewe Mtume ukifunga mwezi wowote katika miezi vile unavyofunga katika mwezi wa Sha'ban. Qala, Mtume akasema, dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu, huo ni mwezi ambao watu wanaghafilika nao, baina Rajab wa Ramadhana, baina ya Rajab na Ramadhan. Wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, nao ni mwezi ambao yananyanyuliwa ndani yake matendo kupelekwa kwa Rabbul alamin. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana saim, hivyo ninapendelea kunyanyuliwa matendo yangu na hali ya kuwa mimi ni mwenye kufunga. Hadithi hii ya Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu yatuonyesha wazi ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kana yajtahidu fi shahri Sha'ban, alikuwa akijitahidi sana katika mwezi wa Shaaban kwa ibada mbalimbali.
ma la yajtahidu fi ghairihi, vile ambavyo alikuwa hajitahidi katika usiokuwa mwezi wa Shaaban. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja sababu kubwa mbili zinazompelekea yeye kukithirisha sana kujitahidi ibada ndani ya mwezi wa Shaaban, kwa sababu shahru Shaabana, mwezi wa Shaaban ni mwezi ambao yaghfulu nnasu anhu, ni mwezi ambao watu wanaghafilika nao. Na sababu ya pili, huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, ni mwezi ambao yananyanyuliwa ndani yake matendo kupelekwa kwa rabbul alamin. Na Mtume akawa anapendelea wakati matendo yake yananyanyuliwa kupelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa saim, na yeye ni mwenye kufunga. Qala wa kana yajtahidu fi Sha'ban, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akijitahidi katika mwezi wa Sha'ban, liilmihi anna al-amala as-saliha, kwa kujua kwake ya kwamba matendo mema shafi'un lilmu'min, tendo jema ni lenye kumwombea mu'min, fi bulughi al-hayati at-tayyiba, katika kumfikisha kuyapata maisha yaliyokuwa mazuri. Ili mtu ayapate maisha mazuri, basi hapana budi atende matendo mema, wal ujuri al-hasana, na kuupata ujira uliokuwa mzuri. Qala ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan min dhakarin au untha, yoyote atakayetenda matendo mema, min dhakarin au untha, sawa atakuwa mwanaume au atakuwa mwanamke, wa huwa mu'minun, na yeye ni mu'min, falanuhiyannahu hayatan tayyiba, tutampa maisha mazuri, wala najziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun, na tutawalipa wao ujira wao kwa uzuri wa yale ambayo wamekuwa wakiyatenda. Qala, nasema yukhbiru Allah ta'ala bi khitabin shartiyyin, yukhbiru Allah ta'ala, anakhabarisha Allah subhanahu wa ta'ala bi khitabin shartiyyin, kwa tamko la sharti. Allah anakhabarisha fi hadhihi al-aya bi khitabin shartiyyin, kwa tamko la shart, muayyadin bil qasam, tamko ambalo lenye kutiwa nguvu na kuungwa mkono na kiapo. Anna kulla alladhina ya'maluna salihat, ya kwamba wote ambao wanautenda matendo mema, dhukuran kanu au inatha, sawa watakuwa ni wanaume au watakuwa wanawake, halata kaunihim mu'minin, hali ya kuwa kwao ni waumini, amilina bimuqtada imanihim, hali ya kuwa ni wenye kutenda muqtada wa imani zao, matakwa ya imani zao, wakayafanyia kazi yale matakwa yanayotakwa na imani zao. Min awamira wa nawahin, katika maamrisho na makatazo. Allah amewakhabarisha wao ya kwamba hao watakaotenda matendo mema, an yuhyiyahumullahu ta'ala hayatan mu'minatan aminatan mutma'inna, kwamba Allah atawahuisha wao hayatan mu'minatan, maisha ya kiumini, aminatan, yenye amani, mutma'innatan, yenye utulivu, tatibu fiha an-nufus, maisha ambayo hufarijika kupitia maisha hayo nafsi zinapata faraja, nafsi zinakuwa nzuri kupitia maisha hayo. Watasmu fiha al-arwahu, na hupanda daraja kupitia maisha hayo roho za waja wa Allah subhanahu wa ta'ala hupanda daraja. Tartafi' fiha al-arwah, hupanda daraja kupitia maisha hayo roho. Watafrahu fiha al-qulub, na hufurahi kupitia maisha hayo nyoyo. Ndani ya maisha hayo nyoyo hupata furaha. Wa anna lahum fil akhirati ujuran hasana, na ya kwamba wanayo wao katika akhira wanao ujira ambao ni mzuri. Wa anna lahum fil akhirati ujuran hasana, na ya kwamba wanao wao
akhira ujira uliokuwa mzuri. Wa manazila aliyatin, na wanazo nafasi za juu. Wa manazila aliyatan, na nafasi za juu. Jazaan bima kanu ya'maluna min as-salihati fi dunya, na hayo ni malipo kwa yale ambayo walikuwa wakiyatenda katika matendo mema huko duniani. Watalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala hayatan mutma'innatan aminatan tatibu fiha an-nufusu wa tasmu fiha al-arwah wa tafrahu fiha al-qulub wa anna lahum fil akhirati ujuran hasana wa manazila 'aliyatan jazaan bima kanu ya'maluna min as-salihati fi ad-dunya. Wa qala ta'ala, na amesema Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina amanu wa 'amilus salihat, hakika wale ambao wameamini na wakatenda matendo mema, yahdihim rabbuhum biimanihim, Allah subhanahu wa ta'ala mola wao mlezi atawaongoza wao, biimanihim, kwa imani zao, tajri min tahtihim al-anharu, itapita chini yao mito, fi jannati an-na'im, wakiwa katika pepo zenye neema nyingi. Innal ladhina amanu, hakika wale ambao wameamini, amanu billahi wa rasulihi, wamemwamini Allah na wamemwamini mtume wake, wa amilu salihat, na wakatenda matendo mema, yadulluhum rabbuhum ila tariqil janna, atawajulisha wao mola wao njia yenye kuelekeza wao katika pepo ya Allah, wa yuwaffiquhum ila al-amali, na atawafikisha wao kuyafanya matendo almusil ilayhi, matendo yenye kuwafikisha kwake Allah subhanahu wa ta'ala, bisababi imanihim, kwa sababu ya imani zao. Pale aliposema Allah, innal ladhina amanu wa 'amilus salihat yahdihim rabbuhum biimanihim, ay bisababi imanihim, kwa sababu ya imani zao, basi Allah subhanahu wa ta'ala yahdihim ila tariqil mustaqim, atawaongoza wao katika njia iliyonyooka, njia ya kuwafikisha wao katika janna, njia ya kuwafikisha wao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yuthibuhum bidukhulil janna, kisha Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa wao kuingia katika pepo, wa ihlali ridwanihi alaihim, na kuhalalika radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala juu yao, na watapata mabustani, tajri min tahtihim al-anharu, watapata mabustani ambayo inapita chini yake mito, fi jannati an-na'im, katika mabustani yenye neema nyingi. Wa qala ta'ala, na amesema Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum, anasema Allah subhanahu, na wale ambao wameongoka, walladhina ihtadaw, na wale ambao wameongoka, zadahum huda, Allah subhanahu wa ta'ala huwazidishia wao uongofu. Wale walioongoka, zadahum huda, Allah huwazidishia wao uongofu, wa atahum taqwahum, na Allah huwapa ucha Mungu wao. Ay walladhina ihtadaw bil iman, na wale ambao wameongoka kwa kupitia iman, wal amal bis sunnati wal Qur'an, na wakafanyia kazi sunna na Qur'an, zadahumullahu basiratan wa ilma, Allah huwazidishia wao uoni na huwazidishia ilmu. Allah huwazidishia uoni, kadhalika huwazidishia ilmu. Wa sharaha sudurahum, na Allah huvikunjua vifua vyao. Wa alhamahum rushdahum, na Allah huwafahamisha wao uongofu wao. Wa a'anahum ala taqwahu, na Allah huwasaidia wao juu ya kumcha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kutambua yote hayo yanayopatikana katika utendaji wa matendo mema, kana yajitahidu fi Shaaban, alikuwa akijitahidi sana katika mwezi wa Shaaban kwa kufanyia kazi maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kufanyia kazi maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina amanu wa 'amilus salihat yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihim al-anharu fi jannati an-na'im. Kwa kufanyia kazi maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum, kwa
kufanyia kazi maneno hayo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fakana yajtahidu fi Sha'ban, akawa Mtume sallallahu alaihi wasallam anajitahidi sana kufanya ibada mbalimbali katika mwezi wa Sha'ban, imtithalan liamri Allah jalla wa ala, kwa kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alkhamis, jambo la tano, التفقه بأحكام رمضان. التفقه بأحكام رمضان, katika mambo muhimu ambayo muislamu atakikana kuyafanya wakati wa kupokea mwezi huu wa Ramadhani ni kuwa na fiqhi, kuwa na ilmu ya hukumu zinazofungamana na mwezi wa Ramadhani, kuwa na elimu. Upokee mwezi wa Ramadhani bil ilm, kwa elimu, kwa kujifunza ahkamu mbalimbali ambazo zinafungamana na mwezi huu wa Ramadhani. Qala yajibu ala almuslim, unawajibika juu ya muislamu, albalighi alaqili, mwenye kubalighi, mwenye akili, idha hadarahu shahru ramadhana, pindi utakapomhudhuria yeye mwezi wa Ramadhani, an yataallama ahkama as-siyam, ajifunze hukumu mbalimbali za funga, hatta ya'bud Allah azza wa jal, ili amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ala hudan wa basira, juu ya uongofu na juu ya uoni, awe na ilmu ya kutosha wakati anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, bisiyami, kwa funga, au bilqiyami, au kwa kisimamo. Fa inna kathiran minan nas, kwani hakika wengi katika watu, yasumu ani ta'am, wanafunga wanaacha kula, washarabi, na wanaacha kunywa, walbi'al, na wanaacha tendo la ndoa, wala yasumu bijawarihihi anil atham, na wala viungo vyake havijizuilii kutokana na madhambi. Ila anafunga kula tu, na anafunga kunywa, na anafunga jimaa, hafanyi jimaa na mke wake, lakini maneno yake ni machafu, vitendo vyake anavyofanya ni vichafu. Kwa hivyo amejizuia kula na kunywa na kitendo cha jimaa, lakini mengine katika atham, katika madhambi anayatenda kwa viungo vyake. Falam yakun hadhuhu min siyamihi illa al-ju' wal-'atash, hivyo mtu huyo halikuwa fungu lake katika funga yake isipokuwa ni al-ju' wal-'atash, ni kiu na kushinda njaa. Huyu hana lolote, hana fungu lolote, la nasiba lahu fi siyamihi illa al-ju' wal-'atash, hana yeye fungu lolote katika funga yake isipokuwa kushinda na njaa na kushindisha na kiu. Wama dara anna as-siyama al-matlub, na wala hajui ya kwamba funga yenye kutakikana huwa imsakun anil maasi, funga yenye kutakikana ni mtu kujizuia kutokana na maasiya, bijami'il imsak, kwa kukusanya kujizuia, anit ta'am, kujizuia kula, washarab, na kujizuia kunywa, waljimaa, kadhalika kujizuia kitendo cha ndoa. Fakana la budda min alilmi bilfaraid, ikawa hapana budi kujua mambo ya faradhi kabla shuru'i fiha, kabla ya kuanza, kabla hujalianza jambo la faradhi, basi hapana budi wewe ufahamu uhalisia wa jambo hilo la faradhi. Yumbika an hadha, unazinduliwa wewe kutokana na hili, inakuzindua hadithi Ibn Abbas radiyallahu anhuma, anna Muadhan radiyallahu anhu qala, Muadh amesema katika hadithi, ba'athani Rasulullah, alinituma mimi mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, qala, akasema, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab, hakika wewe Muadh unawaendea watu katika watu waliopewa kitabu, unaendea watu ambao wana maarifa, unawaendea watu ambao wana ilmu. Qaumun min ahli alkitab, watu katika watu waliopewa kitabu, kwa maana alyahudu wan nasara. Fad'uhum ila shahadati an la ilaha illa Allah, walinganie wao katika shahada ya an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah, na hakika mimi ni mtume wa Allah. Wa inhum ata'u lidhalik, ikiwa wao watatii kwenye hilo, fa'alimhum anna Allah aftarada alayhim 5 salawati, wajuze wao ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewafaradhishia juu yao sala 5, fi kulli yawmin wa layla, katika kila wakati wa mchana na usiku. Fa inhum ata'uka lidhalik, ikiwa wao watakutii wewe kwenye hilo, fa'alimhum anna Allah aftarada alayhim sadaqatan, basi wajuze ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewafaradhishia juu yao
zaka tuukhadhu min aghniyaihim, itakayochukuliwa kutoka kwa matajiri wao, faturaddu ila fuqaraihim, na kupelekwa kwa wale mafakiri wao. Fa inhum ata'uka lidhalik, ikiwa wao watakutii wewe katika hilo, fa iyaka wa karaima amwalihim, basi ule wako tahadhari na zile mali zao nzuri, tahadhari na zile mali zao nzuri. Wattaqi da'wata almadhlum, na yaogope maombi ya yule mwenye kudhulumiwa, iogope dua yule mwenye kudhulumiwa. Fa innahu laysa bainaha wa baina Allahi hijab, kwani hakika yake hakuna baina yake, baina ya hayo maombi, baina ya hiyo dua na baina ya Allah subhanahu wa ta'ala kizuizi. Kwa maana da'watul madhlum mustajaba, dua ya mtu mwenye kudhulumiwa ni yenye kujibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kana kafira, hata kama mtu huyo atakuwa ni kafiri. Qala wa an Malik ibn al-Huwairith radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona mimi nikisali. Hadithi iliyotangulia, Mtume amemwagiza Muadh kwenda katika mji wa Yaman, akamwambia wewe unawaendea ahlu kitabin, unawaendea watu waliopewa kitabu, watu wenye ilmu na basira, basi la mwanzo wafundishe shahada. Kwa maana kabla ya mtu kujua wajibu, kabla ya mtu kutekeleza wajibu, mwanzo anatakiwa aujue. Kabla ya mtu kuanza kutekeleza wajibu kama funga, basi mwanzo anatakiwa ujue. Mahallu shahid ni pale aliposema fa inhum ata'uka lidhalik, ikiwa wao watakutii katika hilo, fa a'limhum anna Allah iftaradha alayhim, basi wajuzi ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewafaradhishia wao. Katika baadhi ya riwaya imekuja amewafaradhishia wao as-sawm, amewafaradhishia funga. Kwa hivyo lazima wafahamu kabla mtu hajaingia katika faradhi, basi la budda, hapana budi awe na ilmu kabla ya kuanza kutekeleza hiyo faradhi. Qala, Mtume akasema katika hadithi, sallu kama raaitumuni usalli, na salini kama mlivyoniona mimi nikisali. Kwa maana kabla mtu hajaingia katika ibada ya sala, basi hapana budi kwanza ajue vile ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisali, ndio aingie katika ibada ya as-sala. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, na kutoka kwa Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, lita'khudhu manasikakum, ili mchukue ibada zenu za haji. Fa inni la adri, kwani hakika mimi sijui, la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi, huenda mimi nisihiji baada ya hija yangu hii, huenda mimi nisipate ibada nyingine ya hija baada ya hija yangu mimi. Kwa hivyo chukueni ibada zenu kutoka kwangu mimi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia wajifunze kabla ya wao kutekeleza ibada hii adhima, ibada ya alhajj. Maneno haya yanaashiria wazi ya kwamba mtu kabla ya kuanza faradhi anatakiwa mwanzo ajifunze faradhi hiyo. Wa anhu radhiyallahu anhu, na kutoka kwake Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, ala saalu, hivi je kwa nini wasiulize, ala saalu, je kwa nini wasiulize, idha lam ya'lamu, ikiwa hawajui, idha lam ya'lamu, ikiwa hawajui, fa innama shifaa'ul 'ayyi su'al, kwani hakika si vinginevyo dawa ya kutojua ni kuuliza, dawa ya mtu kutokujua ni kuuliza. Kwa hivyo ni muhimu tukuuliza kabla ya kuanza kutenda jambo la kiibada, mwanzo ni kuuliza. Lakini alasafu shadid, wengi mtu anafanya kwanza kisha ndo anakuja kuuliza, bana nimefanya hivi mwalimu, hapo imekaaje hii? Sasa wewe ulitakiwa uulize kwanza. Ndio Uislamu unafundisha hivi, mtu aulize kwanza kabla hajaanza kufanya nini, kutenda. Kwani hakika shifau al-ayyi as-su'al, dawa na tiba ya ujinga ni kuuliza. Pale utakapouliza basi unautibu ujinga wako, lakini ukifanya wakati wewe bado mjinga, kukosea kwako ni kukubwa zaidi kuliko kupatia kwako. Kwa hivyo muhimu wewe uulize kwanza kabla ya kuanza kufanya hilo jambo la kiibada. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Naktafi huna
Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.